lakini unajua fika kabisa kwamba sasa hivi mimi hali yangu ni ngumu, sina pesa, sina kazi. Kwa nini unakosa huruma? Kwa nini unionyeshe ushirikiano tukashirikiana kwenye hili swala la mama yangu? Kwa unakuwa mbinafsi. Yaani mimi kuomba hela ya kusuka ndo unanibwabwajia hayo maneno yako? Mimi masuala ya mama yako sihusiki kabisa, utahusika wewe na ndugu zako. Mimi ninachotaka ni pesa nikasuke. Kingine baba, kipindi hujanioa uliniona barabarani na ng'aa. Mama yangu alikuwa ananihudumia vizuri na ndio maana ulinitamani ukaniweka ndani. Sasa hivi hutaki kunihudumia, unataka nichakae ili unione mbaya. Ukatafute huko wanaopendezeshwa eti. Sasa basi naomba hela nikasuke. Sasa hivi unaongea unavyojisikia. Unasimama mbele yangu unaongea kwa majigambo ukiwa unajua siwezi kukufanya chochote. Hebu naomba ukumbuke wapi tumeanza mimi na wewe. Safari yetu ilikuwaje ya mapenzi yetu? Usafiri wetu umesheki kidogo tu tayari unanibadilikia. Natamani nimuone Ngaile wangu wa miaka ile, ila sio huyu Ngaile ninayemuona hapa. Ngaile ambaye amekosa aibu mbele ya mume wake. Ngaile ambaye anajiamini na kuona kwamba anaweza hata kumzaba vibao mume wake. Tenda wema nenda zako, shukurani ana mwanadamu atakufanyia matambiko. Haijalishi ni ndugu wa damu, mirati ndio kitovu cha hadithi. Ndugu wanaibadili hadithi, kisa ni mali za urithi. Mirati ndicho chanzo cha maasi. Ndugu wamegeuka wasi, kisa ni mali za urithi. Kisa ni mali za urithi. Manyanza. We Manyanza. Naam. Hizi haraka. Siwe kabisa jana ulisema hivi Minzo mmemwoja akagoma kumtaja aliyempa ujauzito. Unaenda kumkamata nani? Kama nilivyokuambia ni lazima tukamhoji. Amsema aliyempa huo ujauzito. Kama akimtaja atajuta. Chonde mume wangu nakuomba. Maana wewe nakujua vizuri. Hata kama ukimshika usijichukulie sheria mkononi. Iache serikali ifanye kazi yake. Maana wewe nakujua vizuri tu. Sijui unanielewa? Sawa. Lakini jambo lingine, nikitoka pale nitaelekea kwao na rafiki yangu Masangwa. Nikajue hali ya mama yake inaendeleaje. Lakini nakuomba kwa mara nyingine, usifanye kitu kibaya kwa mtu yoyote. Nakuomba. Kifupi ni kwamba sina pesa ya kukupa. Hivi umekaa ukajiuliza ni kwa nini umemkosa huyo Ngaile wako wa kipindi kile? Sasa nikukumbushe tu baba, umemkosa kwa sababu huna kila kitu. Hivi wewe ni mwanaume gani? Ufikiria hata kwenda kutafuta kazi, ukawa unaingiza hata 200. Yaani ikirudi nimeng'aa, hata babu usiniulize. Nitakuwa nimeng'alishwa na hao wanaojua thamani yangu. Sio wewe. Zawadi pekee ambayo naona unastahili ni furaha ya moyo na amani kwenye maisha ya mke wangu. Na naahidi kuwa mlinzi wako. Naahidi kuwa mlinzi wa penzi letu. Situtamani kumuona mtu anasogea na kuchezea penzi letu. Nitakulinda sana mke wangu. Na siku nyingi nimekuwa nikimwomba Mungu anipatie mtoto wa kiume nikiwa na wewe. Lakini sasa hivi nimebadilisha mke wangu. Nataka nipatie mtoto wa kike mrembo kama mama yake, mwenye macho mazuri, mwenye midomo mizuri,
mwenye shingo kama twiga. Hivyo unajua mke wangu wewe ni mzuri sana. Sana. Uongo. Sijawahi kudanganya kwenye maisha yangu kuhusu wasifu wako. Mara nyingi najihisi raha sana napokuwa na wewe. Anytime nakuwa nataka kuona. Kweli? Nakupenda. Nakupenda sana. Mume wangu. Kwanza kabisa kwenye upendo. Unizidi mimi. Nakupenda, nakupenda, nakupenda sana. Nahisi kabisa Mungu hakukosea kunileta kwenye maisha yako. Haikuwa sahihi kabisa. Naomba tu nikuahidi nitaishi na wewe kwenye shida na raha, na sitaruhusu hata siku moja ukiwa kuna machozi kwenye macho yako. Pengine baby, pengine mpenzi, huwa sijisikii vizuri kabisa navyoshinda huko nyumbani. Najihisi mpweke. Pia huwa nahisi vitu vingine. Nahisi naibiwa huko. Hivyo. Kwani sio na hivyo wakati nakupenda? Sijasema sio na hivyo. Natamani Mungu akijalie upate katoto mapema. Alafu kakike. Kakiume. Ninaombea kakiume au mapacha. Kakike na kakiume. Kakiume kafanane na wewe. Alafu kakike kafanane na wewe. Kwa hiyo mke wangu, umeongea maneno mazuri matamu ambayo amenifanya nijihisi kwamba kwenye mapenzi huwa hakuna maumivu. Una kila sababu ya kunimisi kama ambavyo nakumisi mimi. Lakini kwa maneno ambayo umeongea nahisi utakuwa umechoka na umepata kiu. Naomba nikunyeshe maji kidogo mama. Kunywa basi. Kunywa kidogo. Kunyesha. Kunywa wewe kwanza. Sasa unanyesha au unakunyesha? Basi kunywa. Haujanywa. Uliza koo. Umekunywa. Kweli inasikitisha sana. Yaani madaktari wamepima kila aina ya vipimo, lakini hawajaona tatizo. Yes. Kweli? Ndio. Yaani wamepima vipimo vyote. Sasa unaanza kujiuliza na maana baba anaumwa nini? Hii inawezekanaje? Wapime vipimo vyote wasione ugonjwa na hali ya baba ndo kama ilivyo? Kweli? Na kibaya zaidi sasa, tulivyokuwa tunakuja, fika sehemu baba akaniambia usimame kwanza. Yaani ameanza kuongea maneno kama vile ananipa usia. Yaani anaonekana kama amekata tamaa ya maisha. Sasa nikaanza kujiuliza, huyu mzee amekuaje? Ukweli mke wangu, inasikitisha sana. Yaani inasikitisha mno. Sijali mume wangu. Kumbuka nilikuahidi takuwa na wewe bega kwa bega kwenye shida na raha na maradhi pia kama hivi. Naamini tu baba atakuwa sawa na atapona kabisa, atarudi kwenye hali yake ya kawaida. Tumwachie Mungu. Naamini atatenda tu muujiza wake.
nikushukuru sana kwa sababu umekuwa mfariji wangu sana kwenye hiki kipindi cha maradhi ya mzee. Yaani sio usingekuwepo ingekuwaje. Umenifariji, unanitia moyo, nakushukuru sana. Usijali mume wangu. Kumbuka nilikuahidi nitakuwa na wewe bega kwa bega kwenye shida na raha na maradhi kama hivi. Kwa hata usiwaze sana. Naamini tu baba atakaa sawa. Sasa mume wangu, naomba nikuandalie maji ya kuoga. Najua umechoka. Uoge kisha mpate chakula na baba. Sawa, haina shida. Ninakwenda. Haya. Mwanangu, wasia niliyokupa naomba uzingatie sana. Utakusaidia. Katu usionyeshe chuki kwa ndugu zako. Uwapende. Hasa mke wako. Sije kufikiria kumwacha katika maisha yako. Ishi naye. Iheshimu jamii yako kwa upendo. Na cha zaidi sana mwanangu, mali zote nilizoachiwa na baba yangu naziacha mikononi mwako pia. Na maanisha ama swalo pie wanalekwa na baba na kuachia mwanangu. Katu usijipendelee. Situmie kwa usawa. Lakini baba, yote haya yanatoka wapi? Na maanisha Baba. 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 Kisa ni mali za urithi. Kisa ni mali za Yombo, kuna kitu mimi nataka nikuulize. Uniambie ukweli, sawa? Sawa dada. Huwa mnakaa vikao wewe pamoja na bibi na mama, huwa mnajadili nini labda? Kiukweli mimi dada sijui. So kwamba unanificha tu. Sasa mdogo wangu sikia. Ukiniambia ukweli mimi nitakununulia zawadi, sawa? Kwa hiyo niambie ukweli tu. Huwa mnajadili nini? Kama unataka kujua, muulize bibi au mama. Kwani wewe haujui? Dada. Basi sawa, katoe vyombo tuoshe. Dada. tenda mema, nenda zako. Shukurani ana mwanadamu, atakufanyia matambiko. Haijalishi ni ndugu wa damu, mirati ndio kitovu cha hadithi. Ndugu wanaibadili hadithi, kisa ni mali za urithi. Mirati